wako. Tunachohitaji Bwana kivu wa rohoni Bwana, ili tuweze kukuabudu wewe. Tunanyamazisha kimya Bwana kila fujo katika ulimwengu wa roho na wa mwili, ili Mungu tupate kukusikia wewe. Nami mtumwa wako ninanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari. Nitumie Bwana, Roho Mtakatifu ukanijilie kwa nguvu kuyatimiza yale ambayo Mungu ameyakusudia Bwana kwenye maisha yetu. Na Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amen. Zaburi ile ya 23 mstari wa kwanza kuendelea, anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa somo letu limebebwa na kichwa kinachosema uongozi wa Mungu katika bonde la uvuli wa mauti. Uongozi wa Mungu katika bonde la uvuli wa mauti. Kumbuka kwenye hii Zaburi Mungu amenipa jumbe kama 4 hivi, na huu ni ujumbe wangu wa 3. Ujumbe mmoja nitakuja kuhubiri siku Mungu akinipa nafasi, lakini ujumbe wa kwanza kwenye Zaburi hii ulikuwa unasema maisha katika bonde la uvuli wa mauti. Tafuta hiyo kwenye YouTube utaipata. Ujumbe wa pili ukawa unasema faraja ya Mungu katika bonde la uvuli wa mauti. Tafuta kwenye YouTube utaipata. Huu ni ujumbe wa 3 kwenye hii Zaburi, unasema uongozi wa Mungu katika bonde la uvuli wa mauti, na tutakuwa tumebakiza ujumbe mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maisha yetu yote kimsingi yanapaswa kuongozwa na Mungu au na Roho wake. Maisha yetu yote, kila eneo. Lakini leo specifically, kipekee kabisa, Mungu anaweka mkazo kwenye uongozi wake yeye au uongozi wa Roho wake saa tunapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Kwa nini? Kwa sababu ni rahisi sana hapa tulipo hapa, mambo yakiwa mazuri, kuongozwa na Mungu ni rahisi sana. Lakini watu wengi huwa wanamwacha Mungu, wanaacha kuongozwa na Mungu saa wanapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Kwa mfano, ukimwangalia Haruni wakati kwenye ile Kutoka sura ya 32, Musa yuko mlimani, watu huku chini wakawa wanampa pressure. Sisi hatujui Musa kilichopata, tutengenezee miungu itakayotupeleka safari zetu. Sisi hatuelewi. Wakati wanajua kabisa walitolewa Misri na Mungu aliye hai, wamepitishwa bahari ya Shamu, lakini wanampa Haruni pressure. Haruni alikuwa kwenye bonde la uvuli wa mauti, akaingia mtego na Mungu akakubali kuongozwa na watu. Mwangalie Adam alipokuwa kwenye bonde la uvuli wa mauti, anapata pressure za kimapenzi na mke wake, kiasi kwamba akapoteza kabisa uwezo wa kuongozwa na Mungu, akakubali kuongozwa na sauti ya mke wake. Si vibaya, lakini hiyo sauti ya mkeo inakuongoza kwenye mapenzi ya Mungu au nje ya mapenzi ya Mungu. Pressure za kimapenzi zilimfanya Adam asichambue kwamba naongozwa kuelekea wapi. Kwa hiyo akakubali sauti ya mke wake imuongoze nje na mapenzi ya Mungu aliye hai.
Mungu akamwambia, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mkeo, kwa kuwa umekubali kuongozwa na sauti ya mkeo, basi adhabu hii inakuhusu. Maanake umeacha kuongozwa na mimi, pressure zimekufanya ukakubali kuongozwa na sauti ya mke wako. Lakini mwanangu ametufundisha hapa asubuhi pressure zilizomkuta Sauli. Watu wanampressurize huku na huku, akaamua kuchukua zile sadaka nono ambazo Mungu alimzuia. Utaachaje hizi bwana, wewe chukua, utaachaje? Wazee wa kanisa wanampressurize namna hiyo kwenye bonde la uvuli wa mauti. Akaona sasa, nikiwakatalia wazee wa kanisa wakinigomea, kanisa limekufa. Akaamua kusikiza sauti za watu, akaacha sauti ya Mungu aliye hai. Mungu akamwambia, haya, watu wakupe ufalme sasa, mimi na kuvua ufalme. Pressure. Sasa Daudi anaanza kwa kusema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Siri ya kutokupungukiwa kwa Daudi haiko kwenye mazingira, bali iko kwenye hali ya kuwa chini ya uongozi wa Mungu aliye hai. Uongozi wa Mungu siku zote unaanza na mahusiano mazuri. Ndio maana Daudi anaposema Bwana ndiye mchungaji wangu, anatueleza mahusiano mazuri alionayo na Mungu. Kwa jinsi hiyo, Mungu ana uwezo wa kuniongoza kwa sababu mahusiano yetu ni mazuri. Mimi nakwambia, hautaweza kuwahi ibadani mpaka utakaposema Bwana ndiye mchungaji wangu. Bwana ndiye, manake uhusiano wako na Mungu ni mzuri kiasi kwamba una usikivu wa moyoni, ambao saa 11 usikivu wa moyoni umeshakuamsha kujiandaa. Kwa sababu gani? Una mahusiano mazuri na Mungu. Kwa hiyo Mungu anakuongoza na unasikia uongozi wake. Glory be to God. Hakuna namna unaweza ukamtolea Mungu fungu la 10 kama hujaongozwa na Mungu aliye hai, na hakuna namna unaweza kuongozwa na Mungu aliye hai kama huna mahusiano mazuri na Mungu. Ni mpaka utakaposema Bwana ndiye mchungaji wangu, yale mahusiano yale ndiyo yatafuata uongozi wa Mungu kwenye kumtolea fungu la 10. Kwa sababu gani? Mahusiano ni mazuri. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kama huna ushirika na Mungu, ni ama utajiongoza mwenyewe, au utaongozwa na shetani, au utaongozwa na marafiki zako, au utaongozwa na mazingira. Hivyo ni ngumu sana kuwaongoza watu ambao huna ushirika nao. Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Iwe ni mchungaji ndani ya kanisa, huwezi kuongoza watu ambao huna mahusiano nao vizuri. Haiwezekani. Iwe ni mwanasiasa kwenye ngazi yoyote, kama huna mahusiano na watu na waongoza kwenye nchi, utapata tabu sana, au kwenye jimbo utapata shida sana kuwaongoza, kwa sababu hakuna mahusiano mazuri. Ni mpaka mahusiano yatakapokaa sawa. Daudi anatuambia Bwana ndiye mchungaji wangu, therefore niko tayari kuongozwa na yeye. Niko tayari kuongozwa na. Akisema ibada ni saa 3, nimefika pale saa 3 kasoro. Niko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikikupa watoto wangu waongoze, watakushinda. Kwanza hawatakukubali kwa sababu hawakuamini, hawakujui, hawakutrust. Lakini mimi wananitrust kwa sababu wanajua nia ya baba ni njema kwetu. Wanajua baba hata akiwa amekasirika bado wanaweza wakanisogelea tu, kwa sababu wanajua nia yake ni njema. Huyu hawezi kutuua, huyu hawezi kutuangamiza, lolote alilotuambia ni jema. Kwa hiyo bado watakubali kuongozwa na mimi kwa sababu wananitrust, kwa sababu wananijua, kwa sababu wananielewa. Lakini nikikupa wewe leo, hawawezi, watakusumbua, kwa sababu kila utakachowaambia, lakini huyu nia yake ikoje? Mbona simuelewi huyu? Mbona
bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii hata ninyi hapa nikiwapa mchungaji mwingine mtamsumbua tu. Kwa sababu gani? Bado hamuelewi nia yake, bado hamtrust. Lakini unaona, mnamjua, hata akikasirika, hata akikupokea, hata unamjua. Kwa hiyo utakubali kuongozwa naye. Nini nakwambia statement ya Daudi. Daudi anaanza kwa statement nzito. Bwana ndiye mchungaji wangu. Hujafika mahali pa kusema Bwana ndiye mchungaji wangu, hujaongozwa na Mungu aliye hai. Utajiongoza mwenyewe, wala hutakuwa na hofu ya Mungu, hutakuwa na hofu ya Mungu, kwa sababu unafahamu, unamtrust Yesu, unajua nia yake, unajua mapenzi yake, unajua kwamba mikononi mwake uko salama. Maisha, ndugu zangu, ya wanadamu yanahitaji uongozi wa Mungu, lakini hasa pale ambapo mtu akipita katika bonde la uvuli wa mauti. Unaniuliza mchungaji, kwani bonde la uvuli wa mauti ni nini? Wale tuliopita shule huko wanafahamu. Bonde la uvuli wa mauti ni njia ambayo kila mwanadamu lazima apitie. Kwenye bonde la uvuli wa mauti, hapa ni mahali pa giza, ni mahali pa kimya kizito, ni mahali pa hofu isiyoelezeka, ni mahali pa maswali mengi kuliko majibu, ni mahali ambapo mipango inavunjika na nguvu zinaisha, ni mahali pa aibu. Nasema, kwa nini hili limenitokea mimi? Kwa nini mimi hivi? Watu watanitazamaje? Mbona naaibika? Mbona nadhalilika? Bonde hilo ni bonde la uvuli wa mauti, hilo nalopitia. Huoni tena kama Mungu anakujibu, huoni tena kama watu wako pamoja na wewe, huoni kama kuna msaada mahali popote. Ni giza. Kama ni ugonjwa hautoki, umeng'ang'ana. Kama ni hali imekushikilia hivyo. Katika hali ya namna hii, mtu anasukumwa zaidi kuongozwa na pressure za mazingira yanayomkabili. Ataongozwa na hasira alionayo, anaweza kuongozwa na maumivu anayoyapitia. Sauti ya mazingira inakuwa kubwa kuliko sauti ya Mungu. Mwangalie tu mke wa Ayubu na Ayubu mwenyewe. Mke wa Ayubu anatafakari, anasema, sisi tulikuwa matajiri hapa mjini, Mungu karuhusu mifugo imepigwa, nyumba zimeharibika, uchumi, tunaweka wapi uso wetu? Tunaweka wapi hii aibu? Tunaweka wapi? Kwa hiyo sauti ya mazingira ikawa kubwa kuliko sauti ya Mungu. Akamwambia mume wake, mkufuru Mungu ukafe. Huyu Mungu wa namna hii atumuhitaji. Lakini Ayubu akawa anaongozwa na Mungu kwenye sintofahamu hiyo, kwenye bonde la uvuli wa mauti. Sauti ya Mungu ilikuwa kubwa kuliko pressure za mazingira, kuliko sauti ya mazingira. Akasema, tupate mema tu kwa Mungu, tusipatwe na mabaya. Maana tukiwa kwenye mabaya tutaongozwa na Bwana, tukiwa kwenye mema tutaongozwa na Bwana. Hatuwezi kumwacha Mungu katika mazingira yoyote haya. Bwana ndio ametupa, Bwana akiamua kuchukua ni sawa tu. Ayubu akamhimidi Bwana. Mke wake alikataa kuongozwa na Mungu aliye hai. Mimi sijui kwa upande wako, ni sauti gani iliyo kubwa inayosikika kwenye moyo wako hivi sasa? Ni sauti ya mazingira unayopitia ya aibu, mazingira ya kutokupendwa, mazingira ya kukataliwa, mazingira ya kuchukiwa? Ndiyo ina nguvu, ndiyo sauti yenye nguvu kuliko sauti ya Mungu. Na ndugu zangu, mtu anapoamua kujiongoza au kuruhusu kuongozwa na maumivu anayoyapitia, madhara yake huwa ni makubwa sana. Anaweza kusumu,
anaweza kuvunja ndoa, anaweza kulonga mtu, anaweza kuhama kanisa, anaweza kuacha huduma. Hivi Mungu anaweza kukuongoza wewe? Mungu? Hapana, ni maumivu yako ya ndani ndiyo yanakuongoza kuacha huduma. Wakati mwingine hata kuhama kanisa sio Mungu anayemuongoza mtu. Ni kweli naweza ikafika mahali Mungu akakwambia, bwana, wakati wako kukaa hapa umeisha, nataka nikutume kazi mahali pengine. It's okay. Lakini wengi wameongozwa na maumivu, wameongozwa na pressure za nje. Sauti ya mazingira imekuwa kubwa kuliko sauti ya Mungu, akajikuta hasira ndio zimemuongoza, lakini sio Mungu aliye hai. Uongozi wa Mungu katika bonde la uvuli wa mauti. Ndoa nyingi zinavunjika sio kwa sababu Mungu ametaka, ni kwa sababu watu wamefanya maamuzi kwa kusukumwa au kwa kuongozwa na maumivu wanayopitia, kwa kusukumwa au kwa kuongozwa na hali wanazopitia. Hali zile zimenyamazisha sauti ya Mungu, zikakuza sana sauti ya maumivu, sauti ya aibu, sauti ya vilio. Kwa hiyo wakajikuta wanafanya maamuzi ya namna hiyo. Wengi wetu tumepoteza hali ya kuongozwa na Mungu tunapokuwa katika bonde la uvuli wa mauti, kwa sababu moja kubwa, hatumuoni Mungu sana. Tunapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, tunaona mateso, tunaona watu wanaotutesa, tunaona watu wanaotudhalilisha, lakini hatumuoni Mungu kwenye hiyo situation. Kwa sababu hiyo hatumpi Mungu nafasi ya kutuongoza, na matokeo yake yanakuwa ni magumu sana. Huwa tunadhani kuwa wakati wa shida ni lazima kwamba Mungu awe amekuacha. Daudi kutambua kwake kuwa Mungu yuko pamoja naye katika bonde la uvuli wa mauti kulimpa nguvu na utayari wa kukubali kuongozwa na Mungu aliye hai. Kuongozwa na Mungu aliye hai. Ndio maana Biblia inasema kwenye Warumi 8:14, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio watoto wa Mungu. Hali yako ya kumtegemea Mungu kwenye nyakati zote ndio inathibitisha uhalali wako wa wewe kuwa mtoto wa Mungu aliye hai. Glory be to God. Yesu aliingia kwenye huo mtego. Alipokuwa pale Getsemane, akaona mazingira ni magumu, anadhalilika, anateseka. Akajaribiwa kutaka kujiongoza mwenyewe, akajaribiwa kwamba Bwana mimi nitoe hapa. Anataka kujiongoza mwenyewe, lakini aliposhtuka tu namna hii akasema, Baba, sio mapenzi yangu lakini ya kwako yatimizwe. Maana yake nini? Japo nipo kwenye aibu hii, lakini naomba uniongoze wewe, kwa sababu kwenye aibu hii bado makusudi yako yanaweza yakathibitika. Katika hali hii ya kudhalilishwa, inawezekana kuna kitu kizuri kinachoweza kutokea hapo. Usiruhusu maumivu yangu yaniongoze, lakini mapenzi yako yatimizwe. Ni wangapi wanapokuwa kwenye hali ya kudhalilishwa, wanapokuwa kwenye hali ya sintofahamu, wanamwambia Mungu, nisijiongoze mimi mwenyewe kwa maumivu nayopitia, lakini naomba mapenzi yako yatimizwe. Maana yake niongoze wewe, nisikiuke hapa. Maana yake Mungu tunayemwabudu, wanangu, ni fundi wa kubadilisha aibu kuwa ushuhuda. Mungu ni fundi wa kubadilisha changamoto kuwa fursa. Mungu ni fundi mkubwa sana. Sasa lengo la uongozi wa Mungu unapokuwa katika bonde la uvuli wa mauti ni kukusaidia upite katika njia za haki ili kutukuza jina lake. Chukua hiyo sasa. Kwa nini Mungu anasisitiza uongozi wake tunapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti? Kwa sababu yeye anataka kutuongoza sisi tupite katika njia za haki. Kwa sababu unapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, mara nyingi ni rahisi sana kutotembea kwenye njia za haki. Utatembea kwenye njia za hasira yako. Utataka kukamilisha hasira yako. Utataka kuzuia aibu isikupate. Kwa hiyo hutatenda haki.
haki ya Mungu. Ndio maana anasema kwamba hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu siku zote. Kwa hiyo Mungu anataka atuongoze tunapopita kwenye nyakati hizo, kwenye bonde la uvuli wa mauti, atuongoze kwenye njia za haki kwa ajili ya kutunza ushuhuda na heshima ya jina lake. Na ndio maana mstari wa 3 kwenye Zaburi ya 23 anasema, huihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Njia maana yake ni mtindo wa maisha, kwa maamuzi ya kila siku. Anatuongoza katika maamuzi ya kila siku kwa ajili ya heshima ya jina. Anataka maisha yako yamwakilishe yeye na utukufu wake uonekane ndani ya maisha yako. Mungu apate ushuhuda. Mungu analinda sifa yake, ndugu zangu, kupitia maisha yako. Dunia inatakiwa imjue Mungu kupitia wewe. Chukulia nimekupa hapa mke wa Ayubu na Ayubu. Dunia ilimjua Mungu kupitia nani? Haikumjua Mungu kupitia mke wa Ayubu. Hapana. Ilimjua Mungu kupitia Ayubu, na mpaka leo na sisi tunajifunza. Lakini mke wa Ayubu hakuna. Alipoteza ushuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo alipopita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Sasa kabla Mungu hajakuongoza katika njia sahihi, njia ya haki, kwanza huwa anashughulika na hali yako ya ndani ya moyo. Anarekebisha kwanza fikra zako, anakurudisha kwanza, anakurudishia nguvu kiroho, anakutengeneza moyo kwanza. Kwa nini? Kwa sababu moyo usiotengenezwa na Bwana hauwezi kutembea katika njia sahihi. Haiwezekani. Sasa ili Mungu akuongoze, lazima wewe mwenyewe ukubali kujisalimisha. Lazima ukubali kujitiisha kwenye mapenzi yake. Lazima uamini mwelekeo Mungu anaokupeleka. Sasa basi, tuangalie maeneo machache ambayo Mungu alikuwa akimuongoza Daudi wakati anapita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Naingia ndani. Huko kote ilikuwa ni introduction tu. Sasa naingia ndani. Tuangalie maeneo muhimu. Unapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, unahitaji uongozi wa Mungu katika maeneo haya. Nisikilize kwa makini. Eneo la kwanza ni eneo la maamuzi. Eneo la maamuzi. Eneo la maamuzi. Lengo la adui anaporuhusu au anapokuona upo kwenye bonde la uvuli wa mauti, anapokuja yeye, lengo lake ni kukuvuruga ufanye maamuzi yasiyokubaliana na mapenzi ya Mungu aliye hai. Hilo ndio lengo la adui. Kwa sababu kwenye bonde la uvuli wa mauti, mazingira unayopitia huwa yana sauti kubwa kuliko sauti ya Mungu. Unapata sauti ya maumivu, unapata sauti ya hofu, unapata sauti ya woga, unapata sauti ya kulipiza kisasi. Waangalie wana wa Israeli wakiwa na wale wapelelezi 12. Wapelelezi 10, sauti ya mazingira ilikuwa kubwa kuliko sauti ya Mungu, ikaathiri maamuzi yao. Maamuzi yao yakawa nini? Hatuendelei na safari, tunarudi tulikotoka Misri. Jamani, mlilia Mungu awatoe kwenye huo utumwa. Mungu ameweka kwenye bahari, amewapigania, amewaleta mpaka hapa. Leo tena mnafanya maamuzi ya kurudi tena, maamuzi yasiyo sahihi. Kwa nini? Kwa sababu walipokuwa kwenye bonde la uvuli wa mauti, sauti ya mazingira, hofu, sauti ya hofu ilikuwa kubwa kuliko sauti ya Mungu. Sauti ya hofu ikiwa kubwa kwenye ndoa yako, uwe na uhakika lazima utavunja hiyo ndoa. Sauti ya hofu ikiwa kubwa kwenye huduma na magumu unayopitia, utaacha hiyo huduma, utaacha. Sauti ya hasira ikiwa kubwa kwenye
kwenye ugomvi wowote ule, utatoka kwenye hilo kanisa, utaachana na ndugu yako. Kwa nini? Kwa sababu sauti ya mazingira ndiyo imekuwa kubwa, na yenyewe inakwenda kukuathiri kwenye maamuzi. Kwenye maamuzi, maumivu, hasira zinakupa pressure kufanya maamuzi kinyume na mapenzi ya Mungu aliye hai, vinakuongoza mbali na haki. Kwambia, kwa nini akufanyie? Si umloge tu, maamuzi gani haya? Kwa nini akufanyie hivi? Si uende kwa mganga tu, maamuzi gani? Kwa nini akufanyie hivi? Si uache huduma tu, maamuzi gani? Kwa hiyo pressure za kimazingira zinakwenda kuathiri eneo lako la maamuzi. Kwa sababu gani? Saa hiyo huna uongozi wa Mungu aliye hai. Sasa ili uwe na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi wakati uko kwenye bonde la uvuli wa mauti, unahitaji vitu viwili. Cha kwanza, unahitaji uwe na utulivu rohoni. Ngoja niende polepole. Nimekwambia pointi yetu ya kwanza tunayoangalia ni eneo la maamuzi. Sasa eneo la maamuzi linakumbwa na changamoto ya ugumu wa mazingira. Sasa ili uweze kuwa na maamuzi sahihi, unahitaji kapointi kadogo A na B. Unahitaji, ili uweze kuwa na maamuzi sahihi, unahitaji kwanza uwe na utulivu wa ndani ya roho yako, utulivu wa roho. Lakini pili, unahitaji upate malisho sahihi. Unahitaji upate malisho sahihi. Sasa ngoja nianze na hili la kwanza, hili utulivu wa rohoni. Mtu yoyote anapokuwa kwenye bonde la uvuli wa mauti, kitu kinachotokea ni kwamba anapoteza utulivu. Anapoteza utulivu. Sasa hivi hapa mna utulivu kwa sababu hakuna pressure, hakuna pressure. Lakini mambo yakishaharibika kule kwenye ndoa, unapoteza utulivu ndani, unapoteza utulivu. Na ile hali ya kupoteza utulivu ndio inakwenda kuathiri uwezo wako wa kufanya maamuzi. Ndio maana unasema mimi naweza kujitunza mwenyewe bwana, sitaki tena huyu mwanamke. Naweza kuendesha maisha yangu mwenyewe, chana na huyu mwanaume. Yaani hivyo. Kwa sababu gani? Umekosa utulivu. Pressure zimepita huko kwenye bonde la uvuli wa mauti, unasema mimi sitaki tena praise and worship team, sitaki tena. Umekosa utulivu. Kwa hiyo athari zinakwenda kwenye maamuzi. Mungu alikuweka ufanye huduma vizuri, lakini kwa sababu ya bonde la uvuli wa mauti ulilolipitia kwenye praise and worship team, watu wamekusema vibaya, watu wamekukataa. Kwa hiyo ile pressure ile imekunyima utulivu wa rohoni. Matokeo yake yakakusababisha ufanye maamuzi sio ya kuongozwa na Mungu aliye hai. Maamuzi kwa sababu umeisikiza zaidi sauti ya mazingira, hofu, woga, mashaka, kukataliwa na vitu kama hivyo. Sasa Daudi anasema mstari wa 2 sura 25, anasema kando ya maji ya utulivu huniongoza. Kwa hiyo vizuri sana, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Daudi alikuwa ni mfugaji, kwa hiyo anachukua mfano wa kondoo. Kondoo huwezi ukawapeleka mahali penye maporomoko ya maji hivyo wakanywa maji, haiwezekani. Kondoo wanakwenda kwenye maji ya utulivu namna hii, ndio wanakaa pale wanakunywa namna hii. Sio maji ya maporomoko, sio maji ya maporomoko. Kwenye bonde kuna kelele nyingi, hofu nyingi, wasiwasi, mashinikizo, maji mengi yana pressure mengi, huwezi kupeleka kondoo. Kwa hiyo anasema kando ya maji ya utulivu huniongoza. Maana yake, tafsiri yake ni nini? Maji ya utulivu maana yake amani ya moyo. Daudi anasema ninapokuwa kwenye timbwili la maisha, kwenye ndoa yangu, ninapokuwa na timbwili la maisha huko kanisani huko, na nikafuata uongozi wa Mungu, Mungu hawezi kunifanya niache kanisa. Mungu hawezi kunifanya nisiende ibadani. Anasema Mungu ananiongoza kando ya maji ya utulivu. Maana yake cha kwanza Mungu atakachonipa ni utulivu, kwamba tulia. Analeta
analeta utulivu ndani ya moyo katikati ya mazingira ya watu wanaokukataa. Analeta utulivu wa moyo katikati ya mazingira ya watu ambao wanakusema vibaya. Analeta utulivu wa moyo katikati ya mchafuko kule kwenye ndoa. Anasema huyu ni Mungu kwenye uongozi wake. Hawezi kukutoa nje ya ndoa. Hawezi akakwambia nenda katembee na mwanamke mwingine. Huyo sio Mungu. Huyo sio Mungu, ujue kabisa. Mungu atakupeleka kando ya maji ya utulivu. Uongozi wake utakupa amani, utakupa utulivu. Lakini kwa nje mambo hayasogei, mambo yameharibika, ni aibu, vitu haviendi, lakini ndani Mungu anakuongoza, anakupa shwari kuu. Glory be to God. Ndio maana anaitwa mfalme wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Uongozi wa Mungu ulimpa Daudi utulivu wa ndani ulioweza kukabili pressure za nje. Kama huna utulivu wa ndani kwenye ndoa, huwezi kukabili pressure za nje. Kama huna utulivu wa ndani ya roho kanisani, I'm telling you, huwezi kukabili pressure za nje. Pressure za nje kanisani ni nyingi, lakini utazikabili vipi? Utazikabili kwa kuwa na utulivu wa kimungu wa ndani. Huo utulivu na upataji pale utakapomruhusu Mungu akuongoze na sio mazingira ya nje ya kuongoze. Glory to God. Mwanangu ametufundisha asubuhi usikivu wa rohoni. Usikivu wa roho, kitu cha muhimu sana. Sasa hii ilimpa Daudi uwezo wa kudhibiti nguvu zake, kutokuzitumia nguvu zake vibaya. Unapokuwa huna utulivu wa rohoni na uko kwenye bonde la uvuli wa mauti kwenye ndoa yako, lazima utatumia nguvu zako vibaya kwenye hiyo ndoa. Kwa sababu gani? Huna utulivu. Utataka kupiga mtu, utataka kuacha mke, utataka kuacha mume, utataka kuvuruga. Kwa sababu gani? Wewe unaongozwa na hasira yako. Wewe unaongozwa na pressure za nje, lakini ulishamnyima Mungu nafasi. Ungempa Mungu nafasi, angekuongoza kando ya maji ya utulivu. Pamoja na maudhi ya mume wako, ndani kungekuwa na utulivu. Pamoja na maudhi ya mchungaji wako, ndani kungekuwa na utulivu. Pamoja na maudhi ya watu unaoongoza, Mungu anakupa utulivu ili uweze kuwa na maamuzi sahihi. Maamuzi yasiyoongozwa na hasira, maamuzi yasiyoongozwa na jazba, maamuzi yasiyoongozwa na chuki, lakini maamuzi yanayoongozwa na uwepo wa Mungu aliye hai. Glory be to God. Ndio maana Daudi, ukiangalia Samueli wa kwanza sura ya 24 na sura ya 26, alipata nafasi mara mbili ya kumuua Sauli, lakini Daudi hakumuua Sauli. Ukisoma sura ya 24 na sura ya 26, alipata unajua Sauli alikuwa na muinda amuue Daudi. Pressure za nje zilikuwa nyingi. Sauli akawa amelala mahali fulani, watumishi wa Daudi wakamwambia, mtesi wako huyu hapa, tunahitaji neno lako tu tumuangamize. Daudi akasema, hapana, chukueni gudulia lake la maji. Wakachukua gudulia lake la maji, sijui na fumo sijui na nini, wakaenda mlimani. Alafu Daudi akamwambia, mfalme, wewe unaniwinda mimi kutaka kuniua, ukifikiri mimi ni mtu mbaya. Mimi ningetaka kukuua leo, si ningekuua? Angalia sasa gudulia lako la maji liko wapi? Angalia sijui fumo yako iko wapi? Sauli anaangalia na mnaye anakuta kweli. Lakini nini kilichomfanya Daudi? Anajua kabisa Sauli alitaka kumuua yeye, na yeye amepata nafasi ya kumuua Sauli, lakini bado hajafanya vile. Daudi hakuongozwa na pressure za nje, hakuna hasira ya nje, hakuongozwa na sauti ya mazingira. Aliongozwa na utulivu wa kimungu ndani yake. Utulivu wa kimungu ndani yake ulikuwa unamwambia Daudi, usimwage damu ya mtu, utajiletea laana. Usifanye hivyo, usimguse masihi wa Bwana, achana naye. Utulivu wa ndani. Mara ya pili wanakuja tena, wamewindana. Sauli kalala, Daudi akaenda mpaka pale. Wanajeshi wake anamwambia, tuambie tunaua sasa hivi. Daudi akasema, hapana, kateni vazi lake, joho lake. Wakakata kipande cha vazi lake. Wakaja wakamwambia Sauli,
angalia sasa, vazi lako tumekata kipande, ningetaka kukuua, si ningekuua? Mfalme anaangalia, anaona kweli, mpaka adui amekuja amekata vazi langu. Lakini bado Daudi roho ilimuuma sana kwamba kwa nini nimekata vazi la mfalme? Kwa nini? Na Daudi alijua Daudi ni mfalme, lakini ni mtu mwovu. Ni mfalme lakini anataka kuniua. Ni mfalme lakini hafanyi mambo ya haki. Lakini ilimuuma sana kukata vazi. Lakini nataka kukuambia ni nini? Daudi hakuweza kumuua Sauli, sio kwa sababu alikuwa hana uwezo wa kumuua, lakini uongozi wa Mungu moyoni mwake saa alipokuwa anapita kwenye pressure ndio ulimfanya aweze kuwa na stability. Hakuongozwa na chuki, hakuongozwa na kisasi, hakuongozwa na pressure za mazingira. Aliongozwa na Mungu akiwa anapita kwenye pressure za kukataliwa, za kuindwa huku na kule. Wewe leo ukimpata mtu anayekusema vibaya, unafanyaje? Ukimpata mtu ambaye anakufitini, unafanyaje? Unaruhusu sauti ya mazingira au unamruhusu Mungu akuongoze kutoka ndani? Utulivu wa ndani utakufanya ufanye maamuzi sahihi. Lakini kama hauna utulivu wa ndani, pressure za nje zitakufanya uonekane kituko. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja watu wa Mungu? Kwa nini leo hii ni vurugu kwenye kanisa, vurugu kwenye ndoa, vurugu? Kwa sababu gani? Tumekosa uongozi wa Mungu katika saa tunapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Lakini jambo la pili Daudi anasema katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Napenda hivi. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Ndugu zangu, mtu anapokuwa katika bonde la uvuli wa mauti, katika maisha yake, kwenye ndoa yake, kanisani kwake, kazini kwake, chuoni kwake, anapita kwenye ugumu fulani. Kitu kikubwa cha kumsaidia saa hii au anachohitaji ni malisho sahihi, kwa sababu saa hiyo unapungukiwa nguvu ndani, unapungukiwa cha kukusaidia kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo unachohitaji ni malisho ya kukusaidia kukabili ile hali unayopitia kwenye ndoa, ile hali unayopitia huko kanisani, ile hali unayopitia. Unahitaji chakula sahihi ili uende upate malisho ya majani mabichi. Unahitaji uongozi wa Mungu aliye hai. Uongozi wa Mungu aliye hai anasema huniongoza katika malisho ya majani mabichi, hunilaza. Maana ameniongoza akanilaza hapa, ili uende au upate malisho ya majani mabichi. Kama nilivyosema, unahitaji kuongozwa na Mungu, vinginevyo shetani atakuongoza na kukulaza kwenye majani makavu, kwenye malisho ya majani makavu ambayo si chakula sahihi. Mtu anayepita kwenye bonde la uvuli wa mauti hahitaji malisho ya majani makavu, anahitaji malisho ya majani mabichi. Manake chakula sahihi kitakachokuwezesha kukuvusha kwenye hiyo hali unayopitia. Huwezi kushinda vita na mazingira ya nje kama hujashinda ndani, haiwezekani. Unachokula katika malisho ndicho kitakusaidia kupita katika bonde. Ulichopokea katika utulivu ndio kitakulinda katika misukosuko. Na kumbuka, sio kila neno la Mungu ni chakula cha kukusaidia kupita katika bonde la uvuli wa mauti. Unasema, mchungaji, unamaanisha nini? Muulize Yesu Kristo. Wakati anapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, ametoka kufunga, haelewi, ndio mwanzo wa huduma yake, hajui ataanzaje, mambo sijui yako magumu vipi, anahitaji chakula cha kumsogeza. Shetani anampa ofa, malisho ya majani makavu. Anamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu kweli, geuza jiwe liwe mkate upate chakula. Unahangaika nini? Anamuongoza katika malisho ya majani makavu,
anamuongoza katika chakula kisicho sahihi, chakula kisicho sahihi. Kwa hiyo shetani alijua anampa Yesu chakula kitakachoua huduma yake. Lengo lake lilikuwa ni kuua huduma yake. Yesu angeyafanya yale yote matatu aliyoambiwa na shetani, ndio huduma yake ilikwenda kauka pale, asingesogea. Lakini alijua anahitaji uongozi wa Mungu utakaompeleka kwenye malisho yatakayoimarisha utumishi wake. Anahitaji uongozi wa Mungu utakaompeleka kwenye malisho yatakayoimarisha ndoa yake. Anahitaji uongozi wa Mungu utakaompeleka kwenye malisho utakaoimarisha utu wake wa ndani. Daudi anasema, katika malisho ya majani mabichi unilaza. Glory be to God. Glory be to God. Glory be to God. Ndio maana Mungu anapokupeleka chini ya mchungaji, ukajua kwamba hapa Bwana ameniweka ili nipate malisho ya majani mabichi, shetani anaweza akakuvuruga na akakupa sababu yoyote ile ili akuongoze kwenye malisho ya majani makavu, mahali ambapo hutastawi kwenye ndoa yako, mahali ambapo hutastawi kiroho. Ni chakula sawa, lakini kinakwenda kuua vitu fulani. Unaona, kuua vitu fulani. Yesu alishtuka. Kilikuwa ni chakula sawa, lakini kilikuwa kimedizainiwa na shetani kuua huduma ya Yesu, kuua mahusiano ya Yesu na Baba yake, kuua kusudi la Mungu. Nataka nikwambie hivi, sio kila chakula ni cha kukusaidia kiroho. Sio kila mafundisho tunayosikiliza yatakusogeza mahali fulani. Hakuna. Unaweza kuwa kwenye bonde la uvuli wa mauti kanisani. Shetani naye anaweza akakuongoza sasa kwenye malisho ya majani makavu badala ya malisho ya majani mabichi. Unaacha uongozi wa Mungu, unafuata uongozi wa shetani. Kumetokea sintofahamu huko kanisani. Shetani anakupeleka kwenye malisho ya majani makavu. Anakwambia, kwanza wewe umeshakuwa kiroho, unahitaji kufundishwa nini? Unaweza kujifundisha wewe mwenyewe na Roho wa Mungu atakufundisha. Malisho ya majani makavu. Anakutetea kiburi. Hata kwanza makanisa yako mengi, wewe acha hapo, toka Bwana. Kwa sababu unajua unavyonufaika. Kwa hiyo yeye anakupeleka kwenye malisho ya majani makavu. Anakwambia, kwanza unaye Roho Mtakatifu, unahangaika nini? Ukikubali, maana umepelekwa kwenye malisho ya majani makavu. Kuna watu wengi wametoka mahali ambapo Mungu alipowaweka, lakini leo hii wamekauka. Kwa sababu gani? Adui amewasukuma akawaongoza kwenye malisho ya majani makavu, mahali ambapo kusudi la Mungu halikui, kusudi la Mungu haliongezeki, haliendelei, halisogei. Walitoka kwenye malisho ya majani mabichi. Daudi anasema huniongoza katika malisho ya majani mabichi. Hajiri, Mungu alimweka chini ya Sara na Ibrahim. Ilipotokea sintofahamu, akawa anapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, Hajiri akaongozwa na shetani badala ya kuongozwa na Mungu. Akatoka kwenye malisho ya majani mabichi, anakwenda kwenye malisho ya majani makavu. Anakwenda kabisa, anatoka. Mungu akamwambia, unakwenda wapi? Nimekuweka kwenye malisho ya majani mabichi, wewe unatoka unakwenda. Akamwambia, rudi kwa bibi yako ukanyenyekee. Rudi pale, ndipo mahali penye malisho ya majani mabichi, ndipo utakapostawi, ndipo utakapoendelea, ndipo uhusiano wako na mimi utaimarika. Rudi kwa bibi yako ukanyenyekee. Huo ni uongozi wa Mungu aliye hai. Glory to God. Maana yeye alikuwa anakwenda jangwani. Inawezekana hapo ulipo unanisikia live au mahali popote, uko kwenye bonde la uvuli wa mauti kwenye ndoa yako. Watu wawili wanataka kukuongoza wewe. Wa kwanza ni Mungu akuongoze kwenye malisho ya majani mabichi, lakini shetani naye yuko karibu akuongoze kwenye malisho ya majani makavu. Akuinulia watu na kuambia, kwa nini unateseka kwenye hiyo ndoa? Kwani tunaweza kujitunza wewe mwenyewe? Hebu achana na huyo mwanaume. Hayo ni malisho ya majani makavu. Hauko kwenye ndoa kwa sababu unatafuta msaada wa kutunzwa na mwanaume. Hapana.
Uko kwenye ndoa kwa sababu ya mpango wa Mungu aliye hai, kusudi la Mungu aliye hai, na malisho ya majani mabichi peke yake ndiyo yatalipalilia hilo kusudi la ndoa. Glory be to God. Malisho ya majani mabichi peke yake ndiyo yataimarisha mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Lakini hauko kwenye ndoa kwa sababu unataka kutunzwa na wewe mwanamke au unataka kutunzwa na wewe mwanaume. Hapana, it's beyond that. It's beyond that. Kwa hiyo shetani anaweza kukuongoza kwenye malisho ya majani makavu yatakayoua mpango wa Mungu kwenye hiyo ndoa, yatakayoua furaha ya Mungu kwenye hiyo ndoa, yatakayoua neema ya Mungu kwenye hiyo ndoa. Lakini uongozi wa Mungu aliye hai utamwambia Mungu, sielewi, napata mateso haya kutoka kwa mume wangu, lakini ninachohitaji niongoze katika malisho ya majani mabichi, nipate nguvu itakayonifanya nisimame na kulisimamia kusudi lako kwenye hii ndoa. Yamkini kusudi lako ni watoto waweze kukua katika malezi yetu wote wawili. Hatujui tumebeba watoto wa namna gani, lakini glory be to God. Nenda kamuulize Rebeka alipokuwa analia wakati watoto wako tumboni, anasema ni heri nitoe hii mimba, hao watoto wananiumiza huku ndani, sielewi. Alipoenda kutafuta uongozi wa Mungu aliye hai, Mungu alimpa malisho ya majani mabichi, akamwambia uko ndani umebeba mataifa mawili. Wewe unaona watoto, mimi naona mataifa mawili. Maumivu unayopitia ni madogo ukilinganisha mpango ambao hao watoto huko ndani wamebeba. Glory be to God. Rebeka alipolala kwenye malisho ya majani mabichi, akapata kile chakula, akaacha kulalamika, unajua, akavumilia mateso yake, akavumilia ile mimba mpaka alipozaa wale watoto wawili. Glory be to God. Na ndio tunamuona Yakobo, tunamuona Esau, na kupitia kwa Yakobo ndio tunaona taifa la Israeli. Kupitia kwa Yakobo ndio tumepata, unajua, wokovu wetu. Haleluya kwa mwana kondoo. Lakini angetoa ile mimba, tungepataje wokovu namna hii? Tungepataje? Tungemdiwaje Israeli? Ndio maana usiongoze na mateso unayopitia kufanya maamuzi. Usiongoze na changamoto unazopitia kufanya maamuzi. Wewe saa unayopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, hata kama uelewe, mwambie Bwana, nahitaji uniongoze kwenye malisho ya majani mabichi. Unakuja hapa kanisani unashangaa, mchungaji amezungumza neno ambalo linakusogeza mahali fulani. Mchungaji anazungumza neno ambalo linakupa nguvu ya kustahimili yale unayoyapitia. Unasema huu ni uongozi wa Mungu kabisa. Nisingeenda kanisani leo, ingekuwaje? Ni Mungu anakuongoza katika malisho ya majani mabichi ili uweze kutimiza kusudi lake. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Mwangalie Elia alipokuwa katika bonde la uvuli wa mauti, ametishiwa na mwanamke anaitwa Yezebeli. Anambia wewe siku kama hii, siku hii nisipokufanya kama hawa miungu na ilitendee hivyo. Wakati huo Elia alikuwa ameshashusha moto, amefanya mambo makubwa, lakini sauti ya mwanamke ilimtisha. Sauti ya hofu ikawa kubwa kuliko tena kumtegemea Mungu aliye hai. Akawa anamwambia Mungu, mimi sio mwema kuliko baba zangu, afadhali nife tu. Amesahau tena kusudi la Mungu aliye hai. Mungu akampeleka kwenye malisho ya majani mabichi, akamwambia inuka ule. Biblia inasema alipokula akapata nguvu ya kwenda mwendo wa siku 40. Nataka nikwambie namna hii, kuchoka kwako katika hali unayopitia huhitaji kitu kingine, unahitaji malisho ya majani mabichi. Glory be to God. Na ndio maana Mungu anatuandalia semina itakayoanza kesho. Ndio maana Mungu anatuandalia Bible study. Ndio maana Mungu anaachilia neno kama hili, kwa sababu wanajua ili utoboe huhitaji maneno ya mtaani, unahitaji malisho ya majani mabichi. Na shetani anakuzuia usiende kwenye malisho ya majani mabichi, kwa sababu wanajua utastawi, kwa sababu wanajua utaimarika, kwa sababu wanajua kusudi la Mungu litasimama. Ndio maana anakuzuia ili mnyauke. Kataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi anasema kwenye Zaburi 119 mstari wa 50,
Anasema hii ndiyo faraja yangu katika dhiki yangu, katika bonde langu la uvuli wa mauti. Hii ndiyo faraja yangu. Ahadi yako imenihuisha. Maanake neno lako limenistawisha. Neno lako limenistawisha. Sawa, unapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, Mungu akuongoze kwenye malisho ya majani mabichi. Sio shetani akuongoze kwenye malisho ya majani makavu. Mloge huyo, nenda kwa mganga. Hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, eneo la pili, hilo lilikuwa eneo la kwanza. Eneo la pili tunalomwangalia Daudi akiongozwa na Mungu aliye hai. Uongozi wa Mungu katika bonde la uvuli wa mauti. Eneo la pili ni eneo la subira au kusubiri. Subira. Lengo la adui unapokuwa kwenye bonde la uvuli wa mauti ni kukuondolea subira au uvumilivu. Muangalie mtu yoyote ambaye yuko kwenye sintofahamu, yuko kwenye bonde la uvuli wa mauti, changamoto kubwa alionayo ni kukosa subira. Tarudi pale pale. Ndio maana mtu ataamua asije ibadani. Kwa sababu gani? Hana subira. Ndio maana ataamua kuhama kanisa. Kwa sababu gani? Hana subira. Ndio maana ataamua kuvunja ndoa. Kwa sababu gani? Hana subira. Ndio maana adui anamuondolea subira. Lakini moja kati ya kitu kinachofanywa na uongozi wa Mungu unapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti ni kukupa subira, ni kukupa ustahimilivu. Bonde la uvuli wa mauti kwa sababu ya mazingira yake huwa linaondoa subira na ustahimilivu, na unataka matokeo ya haraka au njia za mkato. Maisha magumu, unajipeleka tu kwa mwanaume namna hii kwa sababu uko kwenye bonde la uvuli wa mauti. Kwa unajipeleka tu namna hii. Njia za mkato. Hapana bwana, kama yako ni yako tu. Sijipeleke. Daudi alikuwa ameshapakwa mafuta. Imagine. Mungu wakati mwingine unamuona kama mchonganishi fulani. Lakini sio mchonganishi, ana mpango. Sauli hajaondoka kwenye utawala, yeye tayari kashampaka mafuta Daudi. Mungu huko sio nichonganisha. Unafikiri mtawala aliyopo hata nitazamaje mimi? Hivi leo wewe rais bado yuko madarakani, alafu unatangaza nia ya urais, atakuacha? Hawezi kukuacha. Kwa hiyo Sauli yuko madarakani, Mungu amempaka Daudi mafuta. Lakini Daudi amekuwa akipitia kwenye hali za kuchukiwa, hali za kufukuzwa, mateso, kukimbizwa, kunyanyaswa, kukataliwa kwa muda mrefu. Amekuwa akipita kwenye bonde la uvuli wa mauti, lakini uongozi wa Mungu ulimpa ustahimilivu. Angeweza kusema, Mungu kama umenichagua, kwa nini napitia mateso hayo? Simuondoe huyu jamaa mimi nikae. Lakini alikubali kuongozwa na Mungu. Amekoswa na mikuki namna hii, anasema hiyo ni kwa sababu Mungu amenilinda, sio nguvu zangu. Akawa mstahimilivu. Kwa nini unataka kutoka kwenye hiyo ndoa? Wewe unayeniangalia na kusikiliza mahali popote. Kwa nini? Kwa nini unataka kuacha huduma Mungu aliyokupa hapo kanisani? Kwa nini? Huduma umepewa na watu, umepewa na Mungu aliye hai. Kwa nini? Ni kwa sababu mazingira, bonde la uvuli wa mauti limekuondolea ustahimilivu. Ndio maana pressure za nje zimekuondolea ustahimilivu kiasi kwamba hutaki tena kumruhusu Mungu akuongoze. Bonde la uvuli wa mauti, nafsi huwa kama imekufa vile, imechoka, imekata tamaa, inaweza kufanya chochote nje ya mapenzi ya Mungu. Daudi anasema, huiwisha, anaipa tena uzima nafsi yangu. Uongozi wa Mungu ulijielekeza kuipa nguvu nafsi ya Daudi ili iwe na subira na ustahimilivu na kutembea katika njia za haki. Kwa hiyo Daudi wakati ulipofika, akaja akakaa kwenye kiti. Jambo la tatu, eneo la tatu ni eneo la kusudi au kutunza kusudi. Eneo la kutunza kusudi la Mungu. Tunamwangalia Daudi.
katika alipoongozwa na Mungu, alipokuwa anapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, kwenye eneo la kutunza kusudi. Ili sikize kwa makini, hakuna mtu aliyezaliwa kwa bahati mbaya huku duniani. Kila mtu Mungu amemuumba kwa kusudi, na tunapata pressure za nje. Lengo la adui ni kutufanya tusiishi kusudi la Mungu. Kwenye ujana wako, kwenye usichana wako, kwenye uvulana wako, kwenye ndoa yako, pressure zote zinazokuja nje ni ili usiliishi kusudi la Mungu aliye hai. Unahitaji uongozi wa Mungu aliye hai kufanya kusudi lake lidhihirike kwenye maisha yako. Kama nilivyosema, lengo mojawapo la adui katika bonde la uvuli wa mauti ni kukufanya upoteze kusudi la Mungu katika maisha yako, kusudi la Mungu katika ndoa yako, kusudi la Mungu katika huduma. Pressure za Sauli kwa Daudi za kutaka kumuua zingeweza kumfanya Daudi aseme basi Bwana, ni ufalme basi Bwana. Lakini kwa sababu maisha ya Daudi katika bonde la uvuli wa mauti yalikuwa yamejaa pressure nyingi: kusalitiwa, kuuawa, kuishi mapangoni, kujifanya kama chizi. Ilifika mahali Daudi ilibidi ajifanye kama chizi ili kukwepa mtego wa kuuawa na Sauli. Anadondosha mate namna hii, Mekudeda wakasema huyu achaneni na huyu taila, huyu chizi huyu, akaponyoka ili mjaribu hiyo hali. Amepakwa mafuta awe mfalme, kusudi la Mungu, lakini changamoto zile zinamtia kwenye hali ya kutaka kupoteza kusudi la Mungu. Lakini uongozi wa Mungu ulizuia pressure zote na kulitunza kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Ndio maana Biblia inasema kwenye Matendo ya Mitume 13 mstari wa 36, Daudi akiisha kulitumikia shauri la Mungu katika kizazi chake, alilala pamoja na baba zake. Nataka nikwambie namna hii, pressure zilizoko kwenye ndoa yako zina mpango wa kuliondoa kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Usikubali. Pressure unazozipata kanisani zinataka usilifanye kusudi la Mungu, ukasirike, uchukie, uondoke, kumbe unakimbia kusudi la Mungu aliye hai, na shetani atakuwa na furaha. Kataa. Pressure unazozipata uko kwenye biashara na kwenye maeneo mengine ya maisha, adui anataka tu usidhihirishe kusudi la Mungu la kumwimbia Mungu kwenye maisha yako. Kataa. Mwambie Mungu, naomba uniongoze kwa pressure zote za nchi, naomba uniongoze nililinde kusudi ambalo limekufanya wewe unilete mimi duniani. Haukuletwa duniani uishie kuwa kahaba tu, hapana. Haukuletwa duniani uishie kuwa mlevi tu, hapana. Haukuletwa duniani uishie kwenye mambo ya ajabu, hapana. Ndio maana mama Msamaria alikuwa halijui kusudi Mungu alomuitia, alikuwa kahaba tu. Alipolijua kusudi, akaacha ukahaba, akaanza kuhubiri. Anahubiri Injili, anamwambia njooni muone mtu aliyenieleza mambo yangu yote. Huyu ndio mtu nitakayemfuata, huyu ndio mtu nitakayempenda, huyu ndio mtu nitakayemtumikia, huyu ndio mtu, kwa sababu amenionyesha kusudi. Kwa nini mimi niko hai mpaka leo? Glory to God. Hauko potas hapa kwa bahati mbaya. Mungu hajakuumba wewe kama mtoto wa kike kwa bahati mbaya. Mnyang'anie Mungu, mwambie Mungu, kwa nini uliniumba mimi? Una makusudi gani? Unataka nifanye nini? Mimi unataka ni... Ndio maana unapoona wachungaji, sisi kazi tunapokuambia fanya hivyo, usimwambie mchungaji hata siku moja kwamba huwezi. Hapana. Mwambie bali nitafanya kwa upungufu au kwa uhodari. Nitafanya. Kwa sababu kuna vitu Mungu ameweka ndani, lazima vitoke, vibebe makusudi yake. Hatua moja zaidi. Glory be to God. Daudi aliandika zaburi zake zote karibu nyingi akiwa kwenye bonde la uvuli wa mauti. Sio akiwa anakula tu mkate na bread, hapana. Mkate na nasiagi, hapana. Aliandika zaburi tunazofarijiwa nazo sisi leo akiwa kwenye bonde la uvuli wa mauti. Wewe leo unapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, utakuwa sababu
ya kumuimarisha Mkristo mwingine anayetaka kumwacha Yesu Kristo. Utakuwa sababu ya kumtia moyo mtu mwingine anayetaka kumwacha Kristo Yesu. Utamwambia twende, Yesu anaweza yote. Na mimi nilipita kwenye changamoto kama hizo, lakini Mungu alinivusha. Haleluya kwa mwana kondoo. Ukikutana na mama mchungaji atakwambia, nililala kanisani kama wewe, kuna wakati tu twende tukalala kanisani. Wakati huo mume hana thamani tena, wakati huo watoto hawana thamani tena, wakati huo kitanda chako cha 6x6 hakina thamani tena. Wakati huo ni wewe na Mungu unalitafuta kusudi ambalo Mungu amekuletea hapa duniani. Mungu hajatuletea kusudi la kulala tu vitandani masaa 24. Hapana, liko kusudi, ukilijua utaamka saa 8 za usiku, utamwambia Bwana, inawezekana umeniumba kwa kusudi hili, niweze kuiombea hii huduma, niweze kuwabeba watumishi wako kwenye maombi, niweze kubeba taifa langu kwenye maombi. Mungu hajakuumba ulale tu na ule tu siku zote za mwaka. Hapana, 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 hapana. Nani atakayeweza kuiombea huduma huko nje? Nani anayejua hapo? Wewe ndio unajua huduma hii inakunufaisha vipi. Wewe ndio unajua. Kwa hiyo ukijua neno la Mungu linalotolewa hapa, namna linapokumbusha, unaambia Bwana, yakini umeniweka hapa, nishikilie ili kusudi. Bariki mtumishi wako, mpe mafunuo zaidi, mtie nguvu. Inawezekana Mungu kakuweka hapa purposely kumwombea mtumishi wake peke yake, na si vinginevyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hiyo na Mungu akikufunulia namna hiyo, huhitaji kusukumwa na mtu. Utajua ndani kwamba Mungu ameniweka hapa, hili ndilo kusudi na nitaliishi hilo kusudi. Wakati wengine wote hawafanyi, wewe utalifanya kwa sababu umejua kwa nini leta hapa Portals. Usipojua kwa nini Mungu amekuleta hapa Portals, tutafanya mambo kwa ugumu sana. Kwa nini? Ulijui kusudi. Daudi alilinda kusudi Mungu alilomletea. Ukiwa hapa, linda kusudi, kwa sababu yoyote anaweza kukutoa hapa akasema kwanza hilo kanisa gani? Ukilijua kusudi, naambia sawa, wewe unaona sio kanisa gani, lakini mimi nimewekwa kwa kusudi. Wewe nenda, lakini mimi lazima nilitimize kusudi. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Lakini jambo la mwisho, nimepambana nimalize kweli. Jambo la mwisho, eneo la mwisho ambalo Daudi aliongozwa na Mungu alipokuwa kwenye bonde la uvuli wa mauti, ni eneo la maombi. Ni eneo la maombi. Unapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, nataka nikwambie, adui huwa anakausha hamu na kiu ya kuomba. Usikii kuomba. Mtu anakuambia sisikii kumwombea huyu mwanaume tena. Ujue kashapelekwa kwenye malisho ya majani makavu. Sisikii kuombea hili kanisa tena. Sisikii kuombea mtumishi tena. Yaani unaondolewa hamu ya kuomba kabisa ili ubaki garasa. Daudi akiwa katika pressure kubwa ya kupinduliwa na mtoto wake. Imagine, yeye ni mfalme. Mtoto wake Absalom anataka kumpindua, anamfukuza huku na kule. Daudi alikuwa na mshauri wake anaitwa Ahithofeli, mshauri wake mkubwa sana. Na Biblia inasema neno la Ahithofeli lilikuwa kama neno la Mungu. Maana yake ushauri wake ulikuwa, yaani akikupa ushauri wake uchomoi, lazima utafuatwa. Neno lake lilikuwa lina nguvu, ushauri wake ulikuwa unasikilizwa. Kwa hiyo akamgeuka Daudi, akaenda kwa mtoto wa Daudi sasa, kumshauri Absalom namna ya kumpindua Daudi baba yake. Akamwambia nini? Kwenye ile Samuel, ile fungu tutakwenda kusoma tu sasa. Samuel wa pili sura ya 16 mstari wa 21, lakini mpaka ile Samuel wa pili sura ya 17 mstari wa kwanza na wa pili. Unakuta pale ushauri wa Ahithofeli. Anamwambia hivi, anamwambia Absalom, wewe ukitaka kumweza Daudi, nenda kalale na mama zako wadogo. Daudi alikuwa na wake wengi. Anamwambia nenda kalale na mama zako wadogo. Na watu wote wakiona hivyo, watajua kweli wewe umechukizwa na baba yako. Wote wataungana na wewe, alafu watampiga mfalme na tutakuwa tumempinga.
akapindua shauri wa Ahithofeli. Alafu akamwambia ile sura 17 mstari wa kwanza mpaka wa pili, anamwambia kwamba nipe watu hapa kama 10-12 hivi, twende tumfuate Daudi, tutategea akiwa amechoka, sisi tutammaliza. Hebu nipige pause hapa nikuulize, inawezekana wewe uko kwenye nafasi ya ushauri. Unamshauri nini mumeo? Unamshauri nini rafiki yako? Unamshauri nini mchungaji wako? Inawezekana wewe ni mwanasiasa, unamshauri nini kiongozi wako wa kisiasa? Unamshauri nini askofu wako? Unamshauri auwe wachungaji wako? Unamshauri auwe wale wanaomkataa? Unamshauri awafukuze kazi wale ambao hawampendi? Unamshauri nini rafiki yako? Unamshauri ahame kanisa? Unamshauri nini rafiki yako? Unamshauri aache kuja ibadani? Unamshauri nini? Ushauri wa Ahithofeli. Lakini wewe unaoshauriwa, unachuja huo ushauri kwa kupitia kitu gani? Unachuja huo ushauri, yaani unaambiwa uondoke kanisani, mahali ambapo unajua ndoa yako imeimarishwa kwa mafundisho ya kanisani, unajua maisha yako yamestawi kwa mafundisho ya neno la Mungu, unaambiwa uondoke, na wewe unafuata huo ushauri. Unapima huo ushauri kwa chujio gani? Kwa chujio gani? Unaambiwa uende kwa mganga, na wewe unakwenda. Unaambiwa uloge mume wako, na wewe unakwenda kuloga mume wako. Kweli unachuja ushauri wanaokushauri watu kutumia kitu gani? Kutumia kitu gani? Ni lazima tutumie chujio la neno la Mungu kuchuja ushauri wa rafiki yako yoyote, ushauri wa kiongozi wako yoyote, ushauri wa Mkristo wako mwingine yoyote. Mwambie, kama wewe unataka kutoka kanisani, toka. Mimi maisha yangu ni maisha ya kanisani, hakuna namna naweza kutoka. Kama wewe hutaki kumcha Mungu, sawa, lakini mimi maisha yangu ni ya kumcha Mungu, ni ya kumcha Mungu. Kama wewe unataka kuua watu, nenda kauwe, lakini usinishauri mimi kumwaga damu za watu. Haiwezekani. Siwezi kumwaga damu ya mwanasiasa mwenzangu, unanipa ushauri gani huo? Siwezi kumwaga damu ya mchungaji mwenzangu, unanipa ushauri gani huo? Kama yeye anapendwa na watu kuliko mimi, ndio Mungu kampa namna hiyo, kwa nini unanishauri nimuue mchungaji mwenzangu? Kwa nini unanishauri nimuue mwanasiasa mwenzangu? Kwa nini? Siwezi kupokea ushauri wa namna hiyo. Sasa mtu ambaye hana maombi, hana neno la Mungu, lazima ataburuzwa na ushauri wa kishetani namna hiyo. Biblia inasema Daudi akiwa chini ya uongozi wa Mungu, akiwa chini ya uongozi wa Mungu, kwenye ile Samueli wa pili sura ya 15 mstari wa 31, akaomba maombi mafupi sana. Akasema, Bwana, nakusihi uligeuze shauri la Ahithofeli liwe batili na upumbavu. Wakati huo Daudi hata hajui kwamba Ahithofeli amepeleka mashauri gani, hajui. Lakini uongozi wa Mungu ni kama ulikuwa ndani, unamwambia kwamba kuna watu wanakupangia mabaya, kuna watu wanakupangia mabaya. Kwa hiyo akahimizwa kuomba, akamwambia, Mungu, naomba uligeuze shauri la Ahithofeli liwe upumbavu na ubatili. Mchana huu leo tunageuza katika jina la Yesu Kristo aliye hai mashauri ya watu wote wanaoshauriana kuvuruga ndoa zetu, mashauri ya watu wote wanaoshauriana kuvuruga utumishi wetu, mashauri ya watu wote wanaopanga kuvuruga biashara zetu. Mungu akayabatilishe in Jesus name. Hallelujah kwa mwana kondoo. Glory be to God. Haya yalikuwa maombi ya Daudi, na Biblia inasema akiwa katika hiyo pressure ya namna hiyo, Daudi hakuacha kuomba. Usiache kuomba, mtu wa Mungu, kwa sababu unapokuwa kwenye bonde la uvuli wa mauti, kuna mipango adui yanasuka ya kukutoa kwenye hiyo ndoa, kuna mipango adui yanasuka ya kuua hiyo huduma, kuna mipango adui yanasuka ya kuvuruga mahusiano yako na watu. Ingia kwenye maombi, mwambie Bwana, mashauri ya watesi wetu na uyabatilishe yawe batili, uyageuze yasifanikiwe, huduma
mbele, mashauri yao yabatilike, ndoa yetu iweze kusimama, mashauri yao yabatilike, biashara yangu iweze kustawi. Haleluya kwa mwana kondoo. Biblia inasema namna hii, Absalom akamwita Hushai. Hushai alikuwa ni rafiki ya Daudi, lakini kwa namna na yeye alijipenyesha akaingia kwa Daudi, akamwambia Hushai, hebu tusikilize ushauri wako. Hushai akaleta shauri tofauti na Ahithofeli. Absalom akakubali shauri la Hushai la kutopenda kumwangamiza Daudi, akafuata shauri la Hushai. Kwa hiyo mambo Mungu akawa amefanya nini? Ameyaseto namna hii. Biblia inasema nini kwenye Samueli wa pili 17:25? Shauri lake Ahithofeli halikufuatwa. Alivyoona hivyo akaenda akajiua. akaenda akajiua. Napomalizia, mtu wa Mungu, niseme hivi: unapokuwa katika bonde la uvuli wa mauti, kuna maumivu na hali unayoiona kimwili, lakini lazima ujue kuna mipango na mikakati ya adui katika ulimwengu wa rohoni. Wewe huioni. Nikikwambia huduma hii inazopigwa vita kwenye ulimwengu wa roho, utaamini. Lakini kuna mishale na mikakati mikubwa. Maisha yako usiyaone hivyo, mtu wa Mungu. Tunapokuambia njoo ufunge na uombe, usijione huko salama sana, mtu wa Mungu. Kuna mikakati ya adui katika ulimwengu wa roho ya kukufuta wewe, yako ni maombi kwa Mungu aliye hai, kubatilisha hayo wewe huijui. Lakini wale wanaokuja kazini kwako ndio wanakuonea biashara yako. Wale wanaokuja ofisini kwako ndio wanapanga kukukausha kwenye hiyo biashara yako. Usalama wako uko wapi? Tusimame kama Daudi katika bonde la uvuli wa mauti na kumwambia Bwana, batilisha mipango ya watesi wetu wanaotaka kunichomoa kwenye ndoa. Batilisha mipango ya watesi wetu wanaovuruga makusudi yako kwenye maisha yangu. Na Mungu ni mwaminifu. Glory be to God. Mungu alijibu maombi ya Daudi kwa kuingiza ushauri mwingine kupitia Hushai. Nataka nikwambie hivi, maombi hayana umbali. Mungu unaweza ukaingia kwenye vikao vya adui zako kwa njia ya maombi. Wao wanapanga wakiwa chini ya bahari, wanapanga wakiwa sijui kwenye milima huko. Unaweza kuingia kwenye vikao vyao kwa njia ya maombi na kumwambia Bwana, badilisha mashauri yao wanapokuwa chini ya bahari. Hata wanapokuwa kule kwa waganga, tunabadilisha mashauri yao. Wanapokuwa kwa wachawi wenzao, tunabadilisha mashauri yao. Nguvu za Mungu zitawafuata mahali waliko. Unajua tofautiana wao wenyewe, halafu na wewe utakuwa umebaki salama. Haleluya kwa mwana kondoo. Haleluya kwa mwana kondoo. Mpango na ushauri wa Ahithofeli ukafa. Nataka niseme hivi, Mungu anaweza kubadilisha maamuzi ya watu bila wewe kuwepo kwenye vikao vyao. Mungu anaweza kubadilisha mashauri ya watu, wawe ni mawifi zako, wawe ni majirani, wawe ni wachawi, ni waganga. Mungu anaweza kubadilisha mashauri yao bila wewe kuonekana katikati yao namna hii. Kwa nini? Kwa sababu ya nguvu ya maombi. Usilie na kukata tamaa, lakini katikati ya changamoto unazopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, usikubali upoteze hali ya kuomba. Ndio maana nilikwambia, unapita kwenye hali ngumu, omba. Unapita kwenye hali za raha, omba. Mambo hayaeleweki, omba. Watu hawakutaki, omba. Usikii kuomba, omba. Ndio maana niliwaambia na nawaambia tena, kama wewe sio muombaji na hutaki kuomba, hapa mahali hapakufai. Hili ni kanisa la waombaji na wasomaji wa neno. Hapa ni neno, ni maombi. Glory be to God. Huo ndio ushindi wetu wanangu. Hapo hatuchomoki. Neno, maombi, hapo ndio salama yetu. Hapo ndio salama yetu. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa miguu yako. Waimbaji wako wapi? Wewe ndio salama yangu. Wewe Mungu ndio salama yangu. Kumbuka maeneo muhimu ambayo
Daudi aliongozwa na Mungu. Eneo la kimaamuzi, wengi tunafeli, tunajiongoza wenyewe. Yuko wapi unapoka? Sogea hapa mbele ya madhabahu ya Bwana, mwambie Bwana, nimejiongoza, nimefanya maamuzi kwa kujiongoza mwenyewe. Sogea hapa mbele za Bwana, abudu Mungu pamoja. Lakini leo ninaomba Bwana kwa mwambie Bwana, nilaze kwenye majani mabichi. Mwambie Bwana, nipeleke kwenye kando ya maji ya utulivu, kando ya maji ya utulivu. Mwambie Bwana, nipe ubichi tena, na nipate kusikia kuomba katika nyakati ngumu ninazopitia. Yuko wapi mtu anayesema Bwana usimtume uje endelea mbele za Bwana, endelea mbele, usitoke kwenye huo upako, usitoke kwenye huo upako. Hadi anayejua mahali kiatu kinabana ni wewe, sio mchungaji wako. Usinyamaze kimya, mwambie Bwana, ninapita kwenye bonde la uvuli wa mauti, nisaidie, ninahitaji kuongozwa na wewe.